Ndugu wahitimu, sote tunatambua kwa viongozi wa mageuzi, transformational leaders, wana sifa ya kuwa na maono, yani vision, na kuleta mabadiliko. Wana uwezo wa kufanya maamuzi ya kimkakati, kuibua fursa mpya za maendeleo, kuwasilisha na kushawishi mipango ya muda mfupi na mrefu ya kukuza uchumi na kuboresha hali ya maisha ya jamii zetu. Natumaini mafunzo mliyoyapata yatawasaidia kuwa na maono, kusimamia utekelezaji wa mipango yetu, pamoja na kupima na kufanya mapitio ya matokeo ya utekelezaji wake. Aidha, ni matumaini yangu kwamba mtakuwa na uwezo mkubwa wa kutambua fursa na kuchangia katika kuweka mazingira mazuri ya kiuongozi yatakayochochea kuleta maendeleo endelevu nchini mwenu. Mafunzo mliyoyapata yawafanye kuwa chachu ya mabadiliko katika maeneo yenu ya kazi, na tunaamini mtakwenda kukuza na kuimarisha utawala bora kwa kuzingatia haki, sheria na kanuni, miongozo iliyopo na taratibu tulizojiwekea, lakini pia mtaimarisha uwajibikaji, kuongeza ubunifu na kuimarisha utendaji wa kazi ili kulisaidia taifa kufikia malengo tuliyojiwekea. Ili kufikia malengo makuu ya kuleta maendeleo endelevu Afrika, ni muhimu na ni vema taasisi ya uongozi kuongeza kasi ya kupanua wigo wa programu zake ili ziwafikie viongozi wengi zaidi wa Afrika. Na katika kuhakikisha programu hizi zinakuwa jumuishi na endelevu barani Afrika, ni vema ukaandaliwa mfumo bora na rafiki wa kuchangia gharama hizi kama nilivyosema awali. Aidha, natambua kuwa mmeshaanza kufanya hivyo, na leo tuna wahitimu kutoka nchi nyingine za Afrika. Hongereni sana 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 wahitimu wote na wageni. Taasisi hii imeanzishwa kwa lengo la kuwajengea viongozi uwezo. Nchi yote duniani, miradi ya serikali, shughuli za serikali zote zinategemea usimamizi bora wa viongozi. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba viongozi wana uwezo mkubwa wa kusimamia mashirika, kusimamia shughuli za serikali, na vile vile taasisi mbalimbali zikiwa hata za mashirika ya asasi za kiraia, lakini vile vile na private sector. Tunaangalia mambo makubwa matatu. La kwanza kabisa ni kwamba viongozi hawa wana uwezo wa kusimamia mashirika. Hapo tunaongelea mifumo, sheria, kanuni, taratibu na vitu wanaita kama business processes. Lakini kwa upande mwingine tunaangalia uwezo wa kusimamia watu. Unapofanya kazi na watu wanakuja katika modules mbalimbali, katika hali mbalimbali, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unakuwa na uwezo wa kusimamia watu pamoja na diversities na mchanganyiko mbalimbali wa mambo wanayofanya. Lakini kuna la mwisho ambalo linaitwa personal leadership. Personal leadership ni kwamba wewe mwenyewe kama kiongozi unapaswa ujijengee sifa za kiuongozi. Viongozi wengine wanaweza kupata nafasi lakini wamezipata kabla hawajajengewa uwezo. Kwa lengo letu ni kwamba kiongozi asipwae kwenye nafasi yake. Asipopata maarifa ambayo mengine yanapatikana darasani, mengine kwa uzoefu, mengine wanaita kwa exposure, kiongozi anakuwa na nafasi kubwa, na wakati mwingine ndio wanasema unakuta kichwa ni kikubwa kuliko nini? Kuliko maarifa alionayo. Kwa matokeo yake wananchi ndio wa mwisho kuumia. Kwa hiyo lengo letu ni kuondoa hiyo gap iliyopo kati ya nafasi kiongozi alionayo na uwezo wake wa kushikilia ile nafasi. Mimi kama msimamizi mkuu wa utawala wa kodi nchini, kwanza yatanisaidia kujenga mahusiano mazuri sana na walipa kodi, lakini yatatusaidia kuboresha mifumo, kuboresha utendaji kazi wetu, na mwisho wa siku tutakuwa na mamlaka ya mapato ambayo ipo kwa ajili ya walipa kodi, ipo kwa ajili ya wananchi, na ambayo inaisaidia nchi kuwezesha biashara zikue, lakini kukusanya kiasi kikubwa ambapo mwisho wa siku tutaifanya nchi yetu ijitegemee.